Waumini wa kanisa la Anglikana Kishiri wametakiwa kuendelea kuliombea taifa kwa ujumla ili amani iliyopo iendelee kudumu sanjali na viongozi kutenda haki kwa wananchi wanaowaongoza. Hayo yamesemwa leo na Askofu Zefania Ntunza kwenye ibada ya kufungua mwaka mpya wa 2026 iliyofanyika kanisa la Anglikana kata ya Kishiri wilaya ya Nyamagana mkoani Mwanza. Tunamshukuru Mungu kutupa neema hii ya kuweza kuona mwaka huu wa 2026. Sisi Wakristo tunasema ni neema ya Mungu. Tunachohitaji sasa kama Wakristo tuwe na mshikamano na tuweze kuombea hata nchi yetu, lakini tuombee taifa letu kwa ujumla, kwa sababu mara nyingi tunajua maombi yana nguvu na bila maombi hatutaweza kusonga mbele. Kwa hiyo tunachohitaji ni mshikamano, lakini vile vile tunahitaji Wakristo wetu wawajibike, lakini vile vile waweze, kwa wale ambao wana majukumu mbalimbali, waweze kutenda haki na hasa katika jamii tunayoishi nayo. Amesema kila mtu ana wajibu wa kutunza umoja na mshikamano kwa kuendelea kuitunza amani iliyopo. Ningehitaji kwa mwaka huu watu tuwe na umoja na mshikamano, ndio kitu muhimu sana. Hata Mungu mwenyewe anahitaji watu walioshikamana, watu wenye umoja, lakini ambao wanamtegemea yeye. Naye mchungaji kiongozi wa kanisa la Anglikana Kishiri sema mwaka 2026 wanahitaji watu watembee na mpango wa Mungu kwa kutunza amani. Tungehitaji kuona amani ya Mungu ikitawala katika nchi yetu Tanzania, ikitawala katika maisha yetu. Ndio kitu cha muhimu Mungu aendelee kutufanyia. Tunajua wote mwaka 2025 magumu tuliyopitia. Kwa hiyo tungetamani yaliyopita sijirudie mwaka 2026. Tumuone Mungu. Sisi viongozi wa dini, sisi viongozi wa nchi yetu Tanzania, watembee na Mungu, wayafanye mapenzi ya Mungu, lakini watu wetu tunaowaongoza nao pia watembee katika mpango na makusudi ya Mungu ili amani na furaha katika maisha ya watu mwaka 2026 itawale na kutamalaki katika maisha yetu. Nchi yetu tumejaliwa, unajua kuwa na makabila mengi katika nchi ya Tanzania ni mlango wa amani kabisa, kwa sababu utahamasisha nani wa kugombana? Makabila yameuana, watu wameuana. Kwa hiyo natamani kuona Tanzania inakuwa kisiwa kweli cha amani na cha baraka, maana tumejaliwa vitu vingi katika nchi ya Tanzania. Tumejaliwa utajiri mkubwa sana, wanyama, dhahabu, madini, kila kitu kiko Tanzania. Kwa hiyo natamani kuona Tanzania inakuwa ni nchi ya amani na ya baraka katika maisha ya wananchi wa Tanzania. Baadhi ya waumini waliohudhuria katika sherehe hiyo wameiomba jamii kuendelea kutoa malezi bora kwa watoto. Leo limetuasa kukaa kwenye njia kuu kwa ajili ya kusubiri muujiza wetu, na kama Wakristo tumejipanga mwaka 2026 kupokea na kuomba vitu kwa Mungu wetu kama tukue kiroho na kimwili. Katika nchi yetu kwanza Mungu atujalie hekima na utulivu. Ninachoomba tuweze kuwalea watoto wetu kwenye maadili mazuri, maana maadili sasa hivi yameporomoka sana. Tuwalee watoto wetu kwenye maadili mazuri, tuwalee kwenye misingi ya dini, tuwaongoze yani wamjue Mungu, wawe na heshima, wawe na hekima. Maridhia Ngemela, M24 Online Media.